Ulifurahia kwa kiasi gani kufunga bao lako la pili? Nilifurahi sana kufunga bao langu la pili kwenye ligi kwa sababu ilikuwa mechi kubwa. Kama ninavyoweza kusema, mechi dhidi ya Azam ilikuwa mechi kubwa sana. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kufunga bao la kusawazisha. Kwa hiyo nilifurahia sana bao hilo. Lazima niendelee kufanya bidii na kutoa uwezo wangu bora zaidi. Mashabiki wa Simba wanapaswa kutegemea nini kutoka kwako? Ujumbe wangu kwa mashabiki wa Simba ni kwamba waendelee kutuunga mkono. Najua wamevunjika moyo kwa sababu tulitoka sare dhidi ya Azam katika mechi ambayo tulipaswa kushinda, lakini bado hatujapoteza chochote. Sisi ni wapambanaji, sisi ni binadamu na tutaendelea kupambana ili kushinda mechi zetu zijazo. Kwa hivyo ujumbe wangu kwao, naendelee kutuunga mkono hata pale mambo yanapokwenda vibaya. Sisi pia tupo hapa. Kuhusu mechi ya dabi dhidi ya Yanga, unaonaje mechi hiyo? Ndio, ni mechi kubwa sana. Tutacheza tarehe 8 Machi. Mechi kati ya Simba na Yanga. Najua hii itakuwa mara yangu ya kwanza kushiriki katika mechi hii. Na kama tunavyosema, kila mara dabi haichezwi tu, dabi inashindaniwa. Kwa hivyo mimi na wachezaji wenzangu tumelenga kabisa mechi hiyo. Tutafanya kila kitu ili kupata ushindi. Ingawa haitakuwa mechi rahisi, itakuwa mechi ngumu sana, lakini tutapambana kuhakikisha tunashinda. Ni mchezaji gani ulikuwa unamhusudu sana ulipokuwa ukikua kama mchezaji? Naweza nikasema nilikuwa namhusudu sana Franck Ribéry. Mchezaji niliyempenda tangu zamani. Nilipenda namna anavyocheza, lakini kwa sasa Ribéry hachezi tena. Na sasa ninapenda sana namna Kylian Mbappé anavyocheza. Ananivutia sana kwa sababu ni mchezaji mzuri, ana mbinu za hali ya juu, ana mashuti makali, na kwa ujumla ni mchezaji bora sana. Kwa hivyo kwa sasa napenda jinsi Kylian Mbappé anavyocheza. Kocha Fadlu Davids, unaweza kumzungumziaje? Yeye ni kocha mzuri sana. Anajitahidi kunisaidia kuelewa, kwa sababu lugha inaniletea changamoto kwa sasa. Kwa sasa kuelewa Kiingereza au Kiswahili bado ni ngumu kwangu, kwa sababu nchini kwetu tunazungumza Kifaransa na Lingala pekee. Lakini kocha anajitahidi kunielewesha, na kila ninaposhindwa kuelewa